Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani ni kama vile imeshindwa kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz kama ambavyo rais wake Donald Trump alisema kwamba watauzuia mlango huo na kwamba hakutakuwa na meli zinazohusiana na Iran zitakazoweza kupita katika eneo hilo wala meli zenye bendera ya nchi yoyote kupita ama kuingia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini wakati huu meli 4 zinazohusiana na Iran zinapita katika mlango huo wa bahari wa Hormuz, usaidizi na usindikizaji wa jeshi la IRGC, jeshi la majini. Kulingana na data iliyochambuliwa na kitengo cha BBC Verify, meli 4 za Iran zimepita katika mlango wa bahari wa Hormuz licha Marekani kudai imeweka kizuizi cha kijeshi katika eneo hilo. Hata hivyo, jeshi la Iran limesema hali ilivyo katika mlango wa bahari wa Hormuz ni ya siku zote. Ulinzi mkubwa ni wa Iran na hakuna ulinzi wowote ambao unalinda ama kuzuia katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz, na huku ikipitisha meli zake 4 katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Meli 2 zilikuwa katika bandari ya Iran kulingana na shirika la ufuatiliaji la Marine Traffic. Meli inayotambulika kwa jina la Christiana ilipita katika mlango huo wa bahari siku ya Jumatatu baada ya kizuizi hicho kuanza kutekelezwa, na meli ya Richester ambayo imewekewa vikwazo na Marekani ilisafiri kutoka eneo la Sharjah, Falme za Kiarabu, na kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Meli ya kubeba mafuta ya Mulikishan ambayo pia imewekewa vikwazo na Marekani kwa kuhusiana na Iran ilisafiri kutoka katika eneo la Lanshan, China, na kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz majira ya usiku. Kulingana na shirika la Marine Traffic, meli hiyo imeonekana katika kisiwa cha Iran cha Qeshm. Meli nyingine ya mafuta ya Elpis ilipita katika mlango huo wa Hormuz ikielekea katika eneo la mashariki siku ya Jumanne ya leo kutoka bandari ya Bushehr nchini Iran. Meli hii pia imewekewa vikwazo na Marekani. Pia kuna uwezekano au meli hizi kutoa taarifa potofu za kuhusu maeneo yao ili kujificha. Jeshi la Marekani lilisema limeanza kutekeleza kizuizi cha kijeshi kuanzia siku ya Jumatatu jioni saa 11 saa za Afrika Mashariki na kuzuia meli zote zinazoingia na kutoka katika bandari ya Iran. Lakini Iran imethibitisha kwamba hakuna kizuizi ambacho kitaweza kuizuia Iran ambacho kitawekwa na Marekani kwa sababu wao ndio wamiliki wa mlango wa bahari wa Hormuz na hakuna yeyote mwenye kuweza kuwazuia. Kwa upande mwingine, China inasema kizuizi kinachotajwa na Marekani ni hatari na kitazidisha mvutano. Wizara ya mambo ya nje ya kigeni ya China imelaani hatua ya Marekani kudhibiti bandari za Iran na kuita kuwa hatari na inayokosa uwajibikaji. Kizuizi hicho kimetajwa kuanza kutekelezwa Jumatatu baada ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani kutibuka. Msemaji wa Wizara ya mambo ya kigeni wa China, Guo Jiakun, ameonya kuwa kizuizi hicho kitazidisha mvutano uliopo na kudhoofisha juhudi za kupata makubaliano ya kusitisha mapigano hayo. Huu ni mwenendo hatari usiowajibika, Jiakun aliwaambia waandishi wa habari. Jiakun ameongezea kuwa taarifa za kuwa China ilikuwa inapanga kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga nchini Iran si za kweli. Ripoti hizo zilifanya Rais Trump kutishia kuiongezea China ushuru wa 50% kwa bidhaa zinazouzwa Marekani iwapo watatoa msaada wa kijeshi kwa Iran. Ikiwa Marekani itasisitiza kutumia hili kama kisingizio cha kuwekea ushuru wa ziada, China itachukua hatua madhubuti za kujibu, anasema Jiakun. Mwandishi wa masuala ya kidiplomasia wa BBC James Landell anasema China hupata kiwango kikubwa cha mafuta kutoka Iran na ina maslahi ya kutaka kuona mzozo huu unamalizika na utulivu unarejea katika soko la kimataifa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.